Mtazamaji wangu, leo NTV Mashinani tunafungua kule Marsabit na ni afueni kwa wakazi wa maeneo ya Dabel, North Horr na Loyangalani kupata mabwawa ya maji safi baada ya miongo kadhaa. Kina mama na wasichana, mtazamaji wangu, kama unavyojua, kule Marsabit ndio hukabiliwa zaidi na uhaba mkuu wa maji, kama anavyoarifu Jacob Walter. Maji na usimamizi katika sekta ya maji ni baadhi ya masuala tata ambayo yanaendelea kukumba sekta ya maji katika kaunti ya Marsabit. Iko shida ya kwanza ni maji, hawezi pata maji. Tunaenda asubuhi saa 12, tunaenda Dabel, tunarudi saa 12 na jioni. Hata mtoto ya shule kuna shida, hawezi enda shule. Wakati ya jilali sisi uko na tabu. Kwa mujibu wa wakazi, viongozi na washikadau walioongea na NTV Mashinani, uhaba wa maji safi katika maeneo kame umekuwa donda sugu kwa binadamu pamoja na mifugo katika maeneo hayo. Wakazi wa maeneo mengi kama Dabel, Kinongos na Loyangalani katika kaunti ya Marsabit wanalazimika kusafiri kwa masafa marefu kila siku wakitafuta maji ya matumizi ya nyumbani na ya mifugo wao. Wakati ya jilali hasa hapa Dabel iko kiangazi kubwa sana, na ile maji mvua tunapata ni very short. Sasa wakina mama yetu wanachukua kilomita mingi, inatoka hapa mpaka wanaenda Traf hapo mbeleni, wanaenda mpaka Traf kutafuta maji karibu kilomita 3-4, sababu ile maji population ya watu ni mingi na mifugo ndio hii. So tunaomba ni kisima mpya ambaye ili tupate ili maji itosheleze kila mtu. Na mama na wasichana ni sehemu ya jamii hizo inayokumbana na madhila mengi mno kutokana na uhaba wa bidhaa hiyo muhimu. Vilevile uhaba wa maji safi umechangia changamoto nyingi za kiafya, zikiwemo magonjwa ya figo na aina mbalimbali ya saratani kwa wengi wa wakazi hao. Kutokana na uhaba huo wa maji, mashirika kama Water Fund, Concern Worldwide na serikali ya Denmark zimefanikisha ufadhili wa miradi ya maji katika maeneo mbalimbali ya Marsabit ili kuleta afueni kwa wakazi hao ambao wametaabika kwa karne kadhaa. Jacob Walter nikiripotia NTV Mashinani kutoka Dabel, Marsabit.